Nataka tujifunze kitu kimoja hapa, ni muhimu sana kuhusiana na masuala mazima ya uchumi. Sasa huu ndio uchumi wako. Nataka tuone kwa nini watu wengine wanafanikiwa na wengine hawafanikiwi. Uchumi wako una sehemu kuu nne. Sehemu ya kwanza ni hii hapa, kipato chako. Hapa maana yake unaingiza pesa kutoka kwenye kazi au ajira, inaingia sehemu ya kwanza, hii ni pato. Sehemu ya pili ni miradi au assets. Tutakuita hii asset au miradi, vitu ambavyo vinakuingizia pesa. Sehemu ya tatu ni madeni. Pesa zote ambazo unachukua mahali fulani ili kwamba uweze kujenga kitu fulani kutumia katika matumizi yoyote. Na sehemu ya nne ni matumizi, tumeita T au expenses. Hii ni sehemu yako ya nne. Sasa watu wengi ambao hawajafanikiwa na ambao ni maskini, maisha yao wao yanakuwa hivi. Akipata pesa kutoka kwenye kazi ama ajira, pesa hii moja kwa moja inakuja kulipa matumizi, bills za maisha, ada za watoto, atalipa pango la nyumba, atalipa sherehe na michango mbalimbali, atashona mavazi, atanunua furnitures, atapamba nyumba na kufanyaje, ataanza kujenga nyumba. Ndio matumizi yao watu hawa. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba huyu mtu pesa yake inatoka hapa inaingia inapitiliza huku. Na kadri kipato kinavyozidi kuongezeka huku, matumizi pia yanafanya nini? Yanaongezeka. Kama ilivyosema Parkinson Law kwamba matumizi yana tabia kuongezeka kukaribiana na kipato cha mtu. Kwa sasa anajikuta anafanya kazi sana ila pesa yote inapitiliza kwenye matumizi ya kila siku. Na wakati fulani anarudi hapa kwenye deni, anakopa pesa hapa ili kufidia matumizi yake. Kwa hiyo kwamba ameingia tena kwenye madeni ili kwamba awe anafidia matumizi. Anaenda kukopa pesa kwa ajili ya sherehe, akakopa pesa kwa ajili ya kujenga nyumba, akakopa pesa kwa ajili ya kujenga gari ambalo halizalishi kitu. Anakopa pesa ambayo inatumika katika matumizi ya kila siku. Kwa hiyo unakuta kwamba huyu mtu kipato chake huku kitaanza kulipa madeni, kitakuwa kinashughulika pia na mahitaji yake. Kwa hiyo anakosa pesa ya ziada kwa ajili ya kuwekea kwenye miradi. Si unanielewa vizuri? Kwa maana ni kwamba anakuwa anapambana siku zote